Sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Wakolosai ni andiko ambalo tulilisoma juma lililopita. Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Maandiko haya ni sehemu ya barua ambayo Paulo aliwaandikia Wakolosai miaka 50-60 baada ya Yesu kuwa amepaa. Epafra, baada ya kupeleka ujumbe wa Injili ya Yesu Kristo kwa Wakolosai, akawafundisha ile iliyo kweli, wakaielewa, wakaiamini. Nyuma yake wakatokea watu wengine walioanza kufundisha tofauti na kile ambacho Epafra alikuwa amefundisha. Sehemu ya waraka huu na ujumbe uliopo kwenye mistari hii ni wa muhimu kwetu leo kama ilivyokuwa kipindi hicho kwa Wakolosai, kwa sababu moja ya vita ambayo tunapigana nayo ni ya mafundisho manyonge, mafundisho yanayokwenda kinyume na fundisho la msingi ambalo Yesu Kristo alikuja nalo duniani. Katika ulimwengu ambao makanisa na nyumba za ibada zimejaa watu ambao wanasubiri Yesu arudi waende mbinguni, katika ulimwengu ambao watu wanaoitwa kwamba wameamini wanasubiri wapate uzima wa milele parapanda itakapolia, katika ulimwengu ambao watu wamejaa makanisani wakinyanyua mikono wakaomba Mungu, naomba unitendee kimoja, viwili, vitatu, ujumbe ambao Paulo alikuwa nao kwa Wakolosai una umuhimu sana kwetu, pengine kuliko kama ilivyokuwa kwa Wakolosai. Nadhani Wakolosai angalau kulikuwa na harufu kidogo ka ujumbe halisi. Sisi miaka 2000 na kidogo baada ya Yesu kuwa ameondoka, hapo katikati kumetokea chenga nyingi na ujumbe umetibuliwa na kutibuliwa, na wakati mwingine kuna mahali tumebaki na makapi na bado tunaamini ya kwamba tuna ujumbe halisi. Kwa hiyo tunapokaa na kutafakari leo, huu ni wakati sahihi kabisa wa kutafakari maandiko kama haya, kwa sababu ya mafundisho ya uongo yaliyopo. Paulo hatoi agizo kwa Wakolosai watafakari yaliyo juu peke yake. Jambo la kwanza, anatoa ukweli wa msingi kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa maana maandiko anasema ikiwa mmefufuliwa. Ukiona neno basi, maana yake kuna yaliyotangulia huko nyuma ambayo alikuwa ameyazungumza, na ni andiko ambalo hatuwezi kulikwepa kwamba Kristo alitufufua kutoka mauti ya kiroho. Lakini Paulo anapozungumza habari ya kufufuka, anataka kusisitiza kwamba si kwamba tunajaribu kufika mbinguni huko ambako Kristo aliko, kwa sababu maandiko anasema tafakarini yaliyo juu, huko ambako Kristo yuko. Lakini Paulo anataka kutuambia kwamba kwa umoja wetu na Kristo, kwa kuwa tulifufuliwa pamoja na Kristo, na hilo neno tulifufuliwa pamoja lazima tulisome kulielewa. Sio kwamba Yesu alitufufua akatuacha, lakini tulifufuliwa pamoja. Maana yake ili jambo la ufufuko lilitoka pamoja sisi na Kristo, tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hatujaribu kutafakari yaliyo juu Kristo aliko ili twende mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Tafakuri tunayoifanya tunapokuwa kwenye nyumba za ibada, hatutafakari yaliyo juu kwa sababu tunataka kwenda juu.
maneno magumu. Nafasi yetu ya kiroho tayari iko juu, kwa hatutafakari ili twende juu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunatafakari kwa sababu pale ndipo tulipo. Haleluya. Kwa hiyo anaposema tusitafakari mambo ya chini, anamaanisha tumefufuka pamoja na Kristo, tuko pamoja naye. Kwa hiyo ya kwetu ni yale ambayo yapo pale, tofauti na mafundisho yaliyopo ambapo watu wamefundishwa kutafakari ili waende mbinguni. Sisi hatutafakari ili twende mbinguni, tunatafakari kwa sababu tuko pamoja na Kristo tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Na maisha yetu duniani yanapaswa kuakisi huo utambulisho. Haleluya. Tuna kanisa ambalo linamngojea Bwana Yesu arudi, ili ndo liweze kuwa active, liweze kuwa mahali ambapo linadhani linatakiwa liwe. Hata nyimbo tunazoimba na mafundisho tunayofundisha yote yanaakisi hilo taraja ambalo lipo ndani ya mioyo ya wanaoamini. Wanatarajia Kristo arudi, ndipo ukamilifu wa kile Kristo alichofanya msalabani utimie. Lakini Yesu, kama anavyoandikwa na Paulo, anasema ikiwa mlifufuliwa pamoja, ikiwa mko pamoja, ikiwa mko viwango hivyo, hakuna nafasi tena ya kutafakari mambo ya chini, kwa sababu hamko hapo tena. Katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 tutasoma mpaka mstari wa 4. Jina la Bwana libarikiwe. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Mstari wa 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko ambayo ni mazito, lakini mafundisho manyonge kama yale ambayo yalitua pale wa Kolosai yametua katika kanisa, yametua katika jamii, yametua katika nyumba za ibada. Watu hawaishi kama waliokombolewa, watu hawaishi kama walioketishwa pamoja na Kristo. Haleluya. Yaani ni kama vile bado tunabahatisha, tunapapasa, ukweli haujaingia kama unavyotakiwa kuwa. Yohana alipoandika habari hizi katika kitabu cha Yohana 5:24, anasema yeye alisikiaye neno langu amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Haleluya. Amekwisha kuvuka mauti, ameingia uzimani. Uzima ni sehemu yake. Haleluya. Tupo katika kipindi ambacho watu wanamwamini Kristo lakini hawaoni kama wana uzima. Wanasubiri wapate uzima milele hapo baadaye. Lakini Yesu anasema anayeniamini mimi amepita kutoka mautini, ameingia uzimani.
Miaka kama 20 iliyopita niliona maono. Nilimwona Yesu amesimama upande huu, akawa upande huu, upande mwingine kulikuwa na watu ambao niliwatambua kwamba ni wa ulimwengu, wanadamu. Na niliona hawa wanadamu wana mizigo mingi, wana mateso, wana changamoto nyingi. Lakini Yesu nikamwona na nikasikia akiongea kama ilivyo katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Njoni kwangu, njoni. Anawaita waje. Usiniulize Yesu anafananaje. Sio yule wa kwenye sinema Haleluya. Alivyowaita, ghafla nikamwona mtu niliyemtambua mimi kama ni mwinjilisti. Akatokea katikati ya Yesu na wale watu. Akawa anafanya mikono hivi. Anawaambia watu msiende, hakikisha anatoa mizigo kwanza. Toa mizigo yote. Hawezi kwenda. Toa mizigo. Anawazuia. Yesu anasema, unaona ile dharura, ile emergency. Njoo. Lakini wainjilisti mnisamehe, lakini nilimwona mimi mwinjilisti. Alikuwa ni mwinjilisti nani sijui. Lakini nilichokiona ni kwamba alikuwa anawazuia kwa uhakika watu wasiende, akiwaambia watue mizigo kwanza. Afu baadaye nikaulizwa, kwani kuokoka na kuacha dhambi kipi kinaanza? Na ujumbe huu ulikaa moyoni mwangu siku nyingi, na katika vikao vya wachungaji nilikuwa nauliza hilo swali. I bet 90% ya wachungaji hilo swali walikuwa nashindwa. Wanasema acha dhambi kwanza. Huwezi kwenda kwa Yesu, huwezi, acha yote, acha. Ndio maana hata mikutano yetu ya Injili tukisimama, kaka Fred anakumbuka miaka hiyo, na nyimbo zetu zile za kuwafokea makahaba na watu wengine na kuambia kwamba makahaba mtaenda motoni na nini. Ule uongo ninaozungumza umeingia katika ulimwengu huu wa dini na imani, wa kuambia watu waache dhambi ndio waje kwa Yesu. Lakini ukimtrack huyu anayeambia watu waache dhambi ndio waje kwa Yesu, unakuta na yeye ana makando na mambo yake. Anaweza akawa hajawa wazi, lakini anayo. Na ili ujue kwamba anayo, akiingia kwenye ibada lazima awaambie watu wake, tushikane mikono jamani, tuombe toba. Shikana mikono hapa, kwa sababu tusipoomba toba hapa Roho hawezi kushuka, kwa sababu ni ukitazama ni kama kuna hekima fulani katika mafundisho haya, kwa sababu yanalenga kuambia watu waache mabaya, na Mungu hapendi mabaya. Kwa hiyo ni rahisi sana kudhani ya kwamba ujumbe huo ndo ule ujumbe ambao Wakolosai walipokea, lakini usijue kwamba tayari ni kama kuna kitu kimeshaingia kingine. Yesu anasema aniaminie mimi amevuka kutoka kwa mauti, yuko uzimani. Haleluya. Maana yake ni kwamba hakuna interface, hakuna cha katikati hapa kwamba unajua niko kwenye mangojeo, nimeamini lakini niko kwenye mangojeo, ili mangojeo haya yakipita ndo niweze kuingia kwenye uzima. Tunapotafakari yaliyo juu, hizi kweli za msingi hatuwezi kuacha kuzizungumza, kwa sababu tafakuri yetu kama haitajengwa kwenye msingi sahihi, tutakuwa tunajidanganya ya kwamba tutamfikia kimo cha utimilifu wa Kristo tukiwa tunatafakari mazagazaga. Ukweli wenyewe ni kwamba alipofufuka alitupa uzima wake. Haleluya. Alitupa uzima wake. Kwa wale watu ambao wanadhani ya kwamba lazima wawe perfect ili wao wamepita kutoka mautini kuingia uzimani, wanakosea, kwa sababu wanakuwa bado wameshikiliwa na sheria. Sheria ndio ilikuwa inataka lazima uwe mkamilifu, na wakati wa sheria ukikosea moja ukapata 99 uwe umekosea. Na ndio maana sheria haikufanikiwa hata kidogo kutimiza kusudi ambalo Mungu alikuwa analitaka la kuhamisha watu kutoka duniani kwenda mbinguni.
na kwa sababu wao kwenye sheria wana haki ya kusisitiza haya mambo yote yaishe. Lakini ukweli wenyewe ni kwamba alipofufuka alitupa uzima, ndio maana tulifufuka pamoja naye. Yaani manake hili jambo halikuwa ni separate, halikuwa la tofauti. Wale ambao mnafahamu kuogelea, mtu akiwa mezama majini, ukitaka kumwokoa unaenda unaibuka naye. Hakuna kitu kingine unafanya ili umtoe. Unaenda na wewe majini, unamchukua, unapanda naye. Ndicho Kristo alichofanya, kwamba alifufuka pamoja na sisi. Maana yake uzima wake ndio uliotutoa kule tulikokuwa tumezama, na hivi tunavyoongea uzima tulio nao sio wa kwetu. Tunatembelea uzima wa Yesu, kwa sababu ndiye aliyekufa akafufuka pamoja na sisi. Kwa hiyo Biblia inaposema ameketi mkono wa kuume wa Mungu, tumeketi naye. Haleluya. Sasa tunapotakiwa kutafakari yaliyo juu, maana yake tunatafakari ya kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tumeketishwa pamoja na yeye pale, na uzima tunaotembea nao sio uzima wetu, ni wa kwake. Sasa unapowabebesha watu mzigo mzito, unawaambia waache 1, 2, 3, kwa nje unaonekana kama unahubiri injili ya kweli, lakini ndio ile ambayo Paulo alianza kuikemea baada ya Epafra kuwa amefundisha. Yesu akasisitiza kwamba mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Mimi mwenyewe ndio ufufuo na uzima. Kinipata mimi umepata uzima. Na andiko letu pendwa la Yohana 3:16 ambalo na lenyewe kwa sababu fulani limechakachuliwa, ndilo tunalizungumza na watu wanalisoma lakini hawalielewi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee Yesu, ili kila mtu amwaminie. SUV imesema asipotee, lakini imechakachua asiharibike, kwa sababu andiko hilo limetoka kwenye mstari wa 14 na 15 huko juu, ambapo waliokuwa wakiumwa na nyoka jangwani walikuwa wanaharibika. Kwa hiyo andiko hilo ni connection na hilo andiko la kuharibika kwa watu. Nyoka alikuwa anamng'ata mtu mguuni, mguu unaoza. Sisi wataalamu tunasema baba alikuwa anapata gangrene, unaoza mpaka anakufa. Kwa hiyo watu walikuwa wanaharibika. Kwa hiyo Yesu ametolewa ili anayemwamini asiharibike, bali awe na uzima wa milele. BHN amesema bali awe na uhai wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tafakuri yetu inabebwa na huo msingi ya kwamba tunao uzima. Natamani ukweli huu ungeingia katika vichwa vya watu ili wapate amani, kwa sababu hakuna watu ambao wanaishi wakiwa hawana amani kama watu wanaosema wamemwamini Yesu. Katika makanisa na makusanyiko mengi hawana amani kwa sababu hawana uhakika, hawafili ule uzima ambao Yesu anasema tumeupata, hawaufili. Ndio maana wako tayari kukaa na kuanza kutabiri ya kwamba mwakani tarehe fulani ni siku ya unyakuo. Kwa hiyo mjiandae, mjipange vizuri. Maana yake kuna kazi unatakiwa ufanye ili unyakuo usije ukakuacha. Kama wangekuwa na amani, tusingelishana vitu hivyo vya kuandaana kwamba tarehe fulani Yesu anarudi, kwa hiyo kaa vizuri. Maana yake leo hujakaa vizuri, ujipange. Maana yake akirudi usipokaa vizuri unaachwa. Amani hamna. Lakini kama watu makanisani wangejua kwamba wanao uzima tayari, kuna amani fulani ambayo ingeingia kwao. Kristo ndiye uzima wetu. Paulo anawaambia Wakolosai, na kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, amesema Yohana. Ameandika Yohana katika Yohana 11:26. Yesu alipokuwa anashughulika na kifo cha Lazaro akasisitiza, anayeniamini hata kufa kabisa. Haleluya. Nipige kifua hili, mwambie mimi
nitaishi milele. Haleluya. Nimebeba kuto kuharibika. Hata kama natembea barabarani huwezi kunifanya chochote. Nafanya nini? Yaani nimeshakuwa notorious. Unifanye kitu. Hata kama kiniua naua mwili huu, lakini kwa kuwa nimebeba kuto kuharibika, nasubiri tu parapanda, mwili utahuishwa. Mimi sipotei. Wasioamini wakifa ndo nitolee. Sasa wataamshwa na nini? Haka amekufa bila uzima. Na roho ya ufufuko wa siku ya mwisho itafuata penye uzima. Mahali ambapo hapana uzima, nafikiri hapataonekana hata kujulikana ni wapi. Kwa mimi nina uzima wa milele, nimebeba kuto kuharibika. Kwa hiyo I'm here to stay. Ukweli huo ukiingia ndani yako, hautakuwa na nafasi ya kutafakari mambo yanayoonekana. Tumefanywa kuwa washirika wa tabia ya uungu kama alivyo nakili Petro katika Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4. Tumefanywa washirika wa tabia ya uungu. Ndio maana tunahimizwa kutafakari yaliyo juu, kwa sababu huko ndo kwetu. Tumepokea uzima wa milele sasa. Na of course siku ya ufufuo miili yetu pia itavikwa kutokuharibika, kama Paulo anavyowaandikia Wakorinto katika kitabu waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 52 na 54. Atakapofunuliwa miili hii tuliyovaa, ambayo sasa hivi inapatikana na mauti, tunachokingojea tu ni adhabu ya mauti. Mengine yote yameshakamilika. Shida iko kwetu, hatuoni kama yamekamilika, tunaona kama bado yako pending. Kwa hiyo tunashindwa kuenjoy ule ukamilifu wake. Nyimbo zetu, sala zetu, maombi yetu, utoaji wetu, bidii yetu tunayoifanya yote katika nyumba za ibada, tunaifanya kama vile kuna kitu ambacho bado hakiko kamili. Kwa hiyo tunafanya kama sehemu ya bidii yetu kukikamilisha. Lakini huo ni ukweli nusu. Ukweli halisi ni kwamba mambo yote yamekwisha kukamilika. Kimoja tu ndo kimebaki, mauti kutiishwa. Na Yesu atakapofunuliwa, Biblia inathibitisha wazi ya kwamba sisi ambao tuko hai tutabadilishwa miili yetu, waliokufa watafufuka. Alafu hapo ndo utakapokuwa mwisho wa adui yetu wa mwisho, ambaye ndo mauti. Kristo alitupa uzima usioweza kufa. Si kwamba miili hii ya sasa imekuwa isiyokufa, bali uzima tuliopokea ndani ya Kristo hauwezi tena kushindwa na mauti. Mauti sasa ni mlango tu wa kuingia katika uwepo wa Bwana, na siku ya mwisho wa maisha yetu yatakuwa kivingine kabisa. Miili hii itashiriki ushindi ambao umekwisha kufunuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tikisa jirani yako, mwambie unao uzima wa milele. Acha kutia huruma. Umeokolewa lakini unaishi kama mtu ambaye hajaokolewa. Una uzima lakini uongo umeingia ndani yako, unatembea kama mtu hana uzima. Ndio maana unatikiswa kidogo, unaogopa. Maombi yako na sala zako zote zimekaa kwenye uoga. Kwa nini? Umebeba uongo. Funga zako zote zimejaa maombi ya uoga. Haleluya. Maombi yako yote yamejaa watu. Unajali sana mambo ya watu kwa sababu unahisi bado wana nguvu ya kubadilisha hatima yako. Haleluya. Kristo sio tu kwamba tulifufuka pamoja naye, alitupandisha hadhi. Haleluya. Tulifufuliwa pamoja na yeye, tukapandishwa hadhi. Kwa kama hauna cha kutafakari, hebu kumbuka hilo. Hadhi yako si hadhi ya mtu asiyeamini. Jina la Bwana libarikiwe. Hakutuokoa tu, alituingiza katika familia ya baba yake. Na haya maneno ameyasema sana Yesu, yakaandikwa na Yohana katika Yohana sura ya 14. Andiko ambalo limetumika sana
kuleta ujumbe ambao sio sahihi katika jamii ya waaminio. Yesu akasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwaminini Mungu, niaminini na mimi. Lakini kumbuke kwamba wakati Biblia inaandikwa haikuwa na hizi sura. Kwa hiyo ukitaka kujua vizuri huu mstari, anzia huko nyuma basi, soma mstari wa sura ya 13. Uone story alizoanza kuambia Yesu, jamani mimi naenda. Akawaona wametiwa na hofu, wameogopa. Baada ya kusikia anaondoka, ndo akamwambia, jamani msifadhaike basi. Si mnamwamini Mungu? Niaminini na mimi. Tukuamini kwa lipi? Ninakoenda huko, naenda kwa Baba. Na kwa Baba, Biblia SUV imesema kuna makao. Nafikiri neno ndo lilipelekea watu wadhani kwamba alikuwa anaenda mbinguni, majumba. Lakini tafsiri halisi ni kwamba nyumbani kwa Baba yangu kuna nafasi za kutosha, ambazo ninaenda kuziandaa hizo nafasi. Naenda kuwatandikia kitanda. Ni sawa na mtu anatangulia nyumbani. Naenda kutandika kitanda, nafagia pakae vizuri. Halafu nikishaenda, nitarudi, nitawachukua mkae kwenye hizo nafasi. Anasema maneno hayo wakati anataka kwenda msalabani. Kwa makanisani na katika nyumba nyingi za watu wanaoamini, wanasubiri Yesu arudi, kwa sababu wanasema naenda kwa Baba, nitarudi kuwachukua. Kwa hawajaona kama amerudi, wanasubiri arudi ndo awachukue. Lakini ukweli wenyewe ni kwamba Yesu alisharudi. Haleluya! Alivyoenda msalabani, akatufia, akafufuka, tukafufuka naye, akarudi kutuchukua. Kifo chake kilimaanisha kwenda, ufufuko wake ulimaanisha kurudi. Na amerudi akatuchukua, ametuweka pale alipo Baba yake. Zile nafasi ambazo alisema nyumbani mwa Baba kuna nafasi, hizo nafasi ndo nafasi zetu. Tuko hapo. Haleluya! Tumeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho kama wana. Kwa hiyo Mungu amejitambulisha kama Mungu wa familia. Yeye ni Baba, sisi ni wanae. Lakini kuna watu ambao wanadhani uwana wa Yesu na uwana wetu kuna ni kama kuna, ukikompea hapo kuna standards kidogo. Ningekuwa darasani ningeuliza, hivi mwana Yesu na mwana wewe kuna madaraja mawili hapo au tuko kwenye level moja? Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukitaka kujua ya yeye ni mwana kwa kuzaliwa, sisi ni mwana kwa kurithi. Tumekuwa adopted, tumeasiliwa. Lakini hadhi ya uwana kati yetu na Yesu ikoje? Yeye ni mwana mkubwa hivi zaidi yetu kwa maana ya hadhi. Mara kwamba nyumbani mwa Baba, ndani ya ile nyumba ya Baba, haya basi ni kaka mkubwa kwa maana ya hadhi sasa ya uwana mle ndani. Kwamba kuna wakati Mungu anaweza kusema, oyo ninyi kwanza niliwaokota kule, kaeni pe. Mwanangu kipenzi njoo. Kwamba kuna wakati anaweza katutenga, akamweka Yesu pembeni, wakateta mambo fulani, kwa sababu by the way huyu ni mwana. Anamtambulisha kwamba ni mwana mpendwa, the only son. Lakini Yesu alikuwa mwana pekee kabla hajaenda msalabani. Baada ya kwenda msalabani, ule upekee ameupoteza. Na ukweli wenyewe ni kwamba Yesu akitutazama anasikitika, kwa sababu ametupandisha hadhi tuwe kwenye level moja katika familia ya Baba yake. Mahali pengine anasema naenda kwa Baba yangu ambaye ni Baba yenu, Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Katika maneno ya Yesu hakuna mahali anaposema sasa ninyi sawa ni watoto lakini second class fulani hivi. Hasemi hivyo. Anatuonesha kwamba Baba yake ni Baba yetu, Mungu wake ni Mungu wetu, akimaanisha we are seated together, kwamba tumeunganishwa pamoja kihadhi, tuko pale. Jina la Bwana libarikiwe. Na anasema hivyo kutuondolea matongotongo kwenye masikio na macho yetu, kwa sababu hapo ndipo ambapo changamoto ilipo. Miaka kama 15-20 iliyopita niliona maono fulani. Niliona niko mahali ambapo
nilipatambua kama ni ikulu, jumba la kifalme, jumba kubwa. Na baada nilipokuwa nakaa, nikaona watoto wawili wanatoka ndani ya lile jumba, ambao niliwatambua kwamba ni wana mfalme. Wale watoto nilivyowatazama vizuri, nilichokiona, sisi watu wa vijijini tunajua, niliona wamevaa nguo ambazo zimetoboka huko kwenye makalio, hata hazijawekewa viraka, zimetoboka. Yaani watoto walionekana maskini sana, mpaka wametembea wanavaa nguo ambazo zimetoboka kwenye makalio, hata hawajaweka viraka, lakini makalio kama tochi hivi wanatembea, wanatoka kwenye jumba la kifalme. Na mimi maana siwezi kuyasahau, manake ni picha ambayo bado iko ndani ya moyo wangu. Alafu nikaambiwa, hivyo ndivyo mnavyoonekana mbele za watu, wana wa kwangu mwenyewe, my own dear children, wanangu. Huo ufalme unaoona, huo ndio mimi mfalme. Ninao watoto lakini ambao wanavaa nguo zina matobo, zina torch. That's how you represent me. That's how I'm presented by you. Ndivyo ambavyo ninawakilishwa na mimi. Watoto ambao Kristo alipokufa alitupandisha hadhi, akatufanya wana, lakini ni kama viatu hivyo hataki kuvivaa. Na uongo ambao shetani ameutia katika kanisa na katika nyumba za ibada ni kwamba hivyo viatu ni vikubwa. Kwa hiyo tunatembea si wana, ni wana lakini si wana. Ndio maana ni rahisi sana kutishwa na mambo ya haya maisha haya. Ukatishika, ukatetemeka, ukawa na hofu, ukawa na woga, ukapata mpaka vidonda vya tumbo, ukapata sijui nini. Imagine mtu umeokoka, umeamini una Kristo, lakini kuna jambo fulani limetokea la maisha haya, ujue la maisha haya, lakini nimekutia hofu, moyo wako mpaka umevimba, una hofu mpaka umeumwa. Lakini wewe uko kanisani, umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu na mambo kama haya, lakini hadhi yetu ni kubwa. Yohana ameandika, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. SUV imesema aliwapa uwezo au aliwapa haki. Tafsiri nafikiri sahihi, aliwapa haki, sio uwezo. Aliwapa haki ya kufanyika wana. Ukiwa na haki ni wewe tu kuidai haki yako na kuwa mwana. Lakini ukiwa na uwezo unaweza usiutumie. Sio watoto wa daraja la pili. Ndio maana Yesu anapowaombea katika Yohana sura 17 mstari wa 22 anasema, utukufu ulionipa nimewapa wao. Maana yake utukufu wa kiwana ambao Yesu alipewa na Baba, ameshare the same, ametupa utukufu huo. Maana yake sio wana daraja la pili. Akaomba akasema, Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami hapa nilipo mimi, wapate kutazama utukufu wangu. Haleluya. Na mwandishi wa Waebrania wakati anawakoromea Wayahudi waliokuwa wameamini baada ya kupokea mafundisho ya uongo, kama ninavyozungumza, Wayahudi baada ya kuamini, nyuma yake walikuja mafundisho mengine akaanza kuwachanganya. Mwandishi wa Waebrania akawaandikia, ukisoma Waebrania utafurahi. Alikuwa anawakumbusha, mbona nataka kurudi nyuma? Na katika kuwakumbusha akafika sehemu akawaambia, Yesu haoni haya kuwaita ninyi ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu amewaweka kwenye level moja. Mahali Kristo alipo ndipo nafasi yetu ilipo. Ni muhimu tukajua kwamba hatupaswi kujiona kama wana wa daraja la pili. Maandiko yanaonyesha kuwa Mungu ametuinua hadi nafasi ya ushirika na nafasi ya kweli, nafasi ya level sawa na mwanae. Mbele za Baba hatuko katika hadhi hiyo ndogo, bali ni hadhi kubwa. Hatujawekwa pembeni ya Kristo, bali ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo, na Baba anatupokea katika mwana wake, nasi tumekuwa ni warithi pamoja naye. Tunapotafakari leo maneno ambayo Paulo amewaandikia Wakolosai, tutafakari tukiwa tumesimama mahali sahihi.
Haleluya. Alitupandisha, sio tu ametufanya kuwa wana, ametufanya kuwa warithi. Anaposema warithi anamaanisha ni kwamba kila alichonacho Baba ni cha kwetu. Lakini je, sisi tunaoongoza kumwomba Mungu afanye? Na hata sasa tumetoka kuimba kawimbo, Baba unaweza kufanya mambo yote kuliko tunayoweza. Hakuna gumu asiloliweza Baba. Tukiwa na maana kwamba Baba shuka, au wachawi watie moto, au wanaotuonea shusha, piga radi. Tunamwona yeye anaweza yote, manake tunataka ashuke. Na tumetunga nyimbo tu nzuri ambazo za kumshusha yeye, lakini sisi ni warithi wa hiyo nguvu, ni warithi wa kila alicho nacho, na matarajio yake yalikuwa ni kwamba sisi tuweze kufanya. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo, kama ilivyonukuliwa katika Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Aniaminie mimi, kazi ninazofanya naye atafanya. Kwa hiyo tunyimbo kwa Mungu naweza yote, anatutazama sema wewe naweza, lakini you also can. Haleluya. Maana matarajio ya mbingu ni kwamba tuache kumsumbua mzee apumzike, ale bata alishazaa watoto. Sisi tufanye. Kama ni kufungua watu tufungue watu, kama ni kuponya watu tuponye watu. Ndio maana ya warithi wa zile kazi. Biblia inazungumza wazi, tunarithi pamoja na Kristo, na ametubariki baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Kristo alitupa mamlaka, na amesema mwenyewe katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19, nimewapa mamlaka. Lakini waamini wa nyakati hizi wamepewa mamlaka, lakini bado ni lialia. Inatia uchungu, inatia huruma. Tunayo mamlaka, lakini hatuwezi kuyatumia. Kwa nini? Kwa sababu kuna uongo fulani tulifundishwa. Nadhani tunapozungumza vita ya kiroho tunazungumza kushindana na elimu isiyo elimu sahihi. Na Paulo ameandika, tukiinuka na kuzishusha kila fikra, kila elimu ipate kumtii Kristo. Vita yetu sisi na shetani, vita yetu ni kinyume na mafundisho. Na lazima ulijue hilo kwamba ugomvi wetu sisi ni wa kimafundisho. Hatuna ugomvi na mtu, hatuna ugomvi na yeyote. Sisi ugomvi wetu ni message, ni jumbe ambazo ziko kinyume na ujumbe ambao Kristo alikuja nao duniani. Na kama hatufundishi, kama hatuambii watu na kuhukumu kwa kuwaonesha uongo uko wapi na ukweli uko wapi, bado hatujafanya kazi ya kitume ambayo Yesu alitupa kuifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ndio kazi Yesu alikuja kuifanya. Fuatilia kazi yake yote, alikuwa anafanya kazi ya kutenganisha uongo na ukweli. Ndio maana Mafarisayo walikuwa hawamwelewi. Alikuwa anawapiga za uso. Haleluya. Alikuwa mafundisho yake yote analenga kuwaonesha kwamba wao wamepotoka, ukweli halisi huko huu hapa. Sisi tukisimama madhabahuni, kazi yetu kubwa ni kuonesha uongo uko wapi na ukweli uko wapi. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunayo ile siri ambayo imekwisha kufunuliwa kwetu. Siri ambayo Yesu ametushirikisha, na sisi tumeketishwa pamoja na yeye katika ulimwengu wa kiroho. Hakuna matamanio makubwa ambayo Mungu anayo zaidi ya kutuona sisi pale ambapo ametuweka. Na hatuwezi kusema tumekuwa na kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo kama sisi sio sura ya Kristo duniani. Kama sisi sio reflection, kama hatu-reflect, kama hatuakisi Kristo kwa maana ya Yesu kama alivyokuwa alipokuwa duniani, tutakuwa bado sana tujafikia hapa. Na matamanio na matarajio ya Mungu, hata mchana wa leo tunapotafakari, yanatakiwa maombi, iwe ni bidii, iwe ni kusudio la kila mmoja moyoni. Nafanyaje ili nikue na kufikia hicho kimo cha Kristo? Nifike huo uwezo, uelewa, mtu akiniona mimi awe amemwona Baba. Yesu akasema anionaye mimi amemwona Baba. Anifike sehemu
uwe ni copy and paste ya baba. Ukiongea baba ameongea, ukitembea baba ametembea, ukisimama kuhutubu baba anahutubu. Ifike hicho kiwango ambacho anayekuona wewe amemuona baba, kwa sababu umebeba sura halisi, sio wa dunia tena. Ni muhimu tukajua, ni muhimu tukaelewa kwa dhati kabisa kwamba Mungu alituokoa ili tuweze kufika huko. Paulo anasema yafikirini yaliyo juu, kwa sababu mahali Kristo alipo ndipo sisi tulipo. Kwa hiyo sisi tuko huko juu. Aliyeondolewa kwenye kizimba cha hukumu huingizwa kwenye kiti cha rehema, kiti cha enzi cha utawala. Tulikuwa kizimbani, tulikuwa tumehukumiwa, lakini sasa hivi tuko upande wa kuhukumu. Ndio maana Paulo anawaandikia Wakorintho anasema tunahukumu, sisi ni mahakimu. Kwa nini? Tumezunguka, tulikuwa huko ni washtakiwa, sasa tuko pande nyingine. Na kwa sababu hatuwezi kuangamia, maisha yetu yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu na usalama wetu umehakikishwa. Paulo anasisitiza, na mchana wa leo ujumbe huu ni wa kwako, ni wa kwangu. Yatafakarini yaliyo juu, Kristo aliko. Msishughulishwe na mambo ya dunia. Nyie sio watu wa dunia. Haimaanishi msiyatafute kwa maana ya maisha haya. Haimaanishi usiende kazini au usiende shule. Pastor Mlinda nakumbuka wakati tunasoma, kuna mpendwa wetu mmoja baada ya kuokoka akaacha na kusoma kabisa. Na enzi hizo sisi tuliosoma mashuleni ulikuwa moto wa Injili, watu wameacha form 1, form 2, form 3. Nimeitwa naacha kusoma, naenda kuhubiri Injili. Watu waliacha. Tunaposema yatafuteni mambo yaliyo juu, hatumaanishi muhame kutoka duniani. Na Yesu akasema siwaombei watoke duniani. Kwa mambo ya dunia tutaendelea nayo, tutaendelea kupambana, tutaingia Kariakoo, tutaingia sokoni, tutaenda huku, lakini sisi sio wa dunia. Haleluya. Acha watu watuone, lakini wajue sisi sio wenzao, sio wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu mahali Kristo alipo ndipo tulipo. Tumeketishwa pamoja na yeye, lakini tuyatafakari yeye juu, kwa sababu uzima wake Kristo ndio uzima wetu. Kwa hiyo sisi tumebeba kutokuharibika. Sisi sio wa level hizi za hapa chini, sisi ni level nyingine kabisa. Tuna uzima ambao hauharibiki, tuna uzima unaodumu. Ushindi wake Kristo, ushindi wake Yesu ndio ushindi wetu. Baba yake ndiye baba yetu, ufalme wake ndio urithi wetu, kiti chake cha enzi ndicho chanzo cha mamlaka yetu, na of course huduma yake ndio utume wetu. Tuna kila sababu ya kutafakari hicho. Tuna kila sababu ya kufocus. Mfalme wa mataifa, Alfa na Omega, jina lako ni kuu sana. Mfalme wa mataifa, Alfa na Omega, jina
unastahili kuabudiwa na kuheshimiwa. Wewe ambaye ulifufuka, ukafufuka pamoja na sisi na ukatuketisha mahali